Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza andiko hili linasemaje katika Zaburi 77 mstari wa 11. Sikiliza kwa umakini katika siku ya leo ya maombi. Sikiliza. Zaburi 77 mstari wa 11 unasema, nitayakumbuka matendo yako, Mwenyezi Mungu. Ndio. Naam, nitayafikiria maajabu yako ya hapo kale. Nitayafikiria maajabu yako ya hapo kale. Yapo mambo ambayo Mungu amekutendea mazuri. Jana nilisema juu ya mambo mabaya. Hapa ndipo kuna matumaini mengi na kuna matumaini makubwa sana unapofikiria juu ya mambo ambayo Mungu alikutendea nyuma yaliyo mema. Kumbuka mambo ambayo Mungu alikutendea. Huyu mwandishi wa Zaburi anasema atayafikiria. Unajua kuna watu waga hawafikirii. Kazi kubwa kwao ni kulaumu. Kazi kubwa kwao ni kunung'unika. Kazi kubwa kwao ni kulia. Kazi kubwa kwao ni kuumia. Kwa nini uendelee na yote hayo? Leo kwa maombi haya na ukumbusha hili ya kwamba ikiwa Biblia inasema kuna nguvu katika kukumbuka, jifunze kuwa mtu wa kukumbuka katika dunia hii. Na ndio maana leo Mungu ametuwekea upinde wa mvua. Unajua maana ya upinde wa mvua? Upinde wa mvua upo kwa ajili ya kuvuta kumbukumbu kwamba Mungu hata iangamiza tena dunia kwa maji. Na ndio maana wewe mkulima unashuhudia hili. Siku zote upinde wa mvua unapoonekana, mvua kunyesha itakuwa ni ngumu sana. Maana yake nini? Kupitia upinde wa mvua ule, Mungu anadhibitisha kabisa kwamba mimi ni Mungu. Nyie ni watoto wangu, sitawaangamiza tena kwa maji. Kipindi cha nyuma tuliangamizwa kwa maji. Badala yake tunajifunza kwamba dunia itakuja kuangamizwa kwa moto, si kwa maji. Ameweka upinde wa mvua kwa ajili ya kukumbuka mimi. Nikutie moyo. Kumbuka matendo mema ya mume wako leo. Kumbuka matendo mema ya mke wako leo. Kumbuka matendo mema ya bosi wako. Ni kweli anakunyang'anya. Kuna nguvu katika ukumbuku. Utakuwa na matumaini leo. Utapata lishe ya kuwa na matumaini. Kumbuka matendo mema ya rafiki yako. Ni kweli unakumbuka matendo mabaya tu ya rafiki yako. Kumbuka matendo mema ya huyu ambaye ulikuwa karibu naye. Kumbuka matendo mema ya kiongozi wako wa kanisa. Acha kuangalia tu ubaya wake. Kumbuka matendo mema leo ya mtu fulani ambaye leo anaonekana kukuumiza. Utakuwa na matumaini ya kusonga mbele. Kumbuka matendo mema. Maajabu. Kumbuka maajabu ambayo Mungu alikutoa ulipokuwa mgonjwa. Kumbuka matendo makubwa ambayo Mungu ni mema alikutoa kwenye ajali ile. Alafu unakataa kusali. Unakataa kwenda kumwabudu Mungu. Unakataa kuyatoa maisha yako kwa Yesu. Wewe mtu wa Mungu. Wakati mwingine ukiyatoa unayatoa kimaigizo. Kwa nini Mungu mche kimaigizo? Wakati mwingine unapotaka kumtumaini unashindwa. Kisa wanakuloga. Kumbuka matendo mema ambayo Mungu alikutendea ulipokuwa mgonjwa. Kumbuka, tunaenda kuomba katika Jumatano ya leo. Kumbuka tu matendo mema ambayo Mungu alikutendea. Na baada ya kukumbuka hapo, naingia kwa maombi. Kumbuka tu. Kumbuka tu. Mungu alikutendea nini jambo jema. Nyuma kule, kumbuka tunaingia kwa maombi. Kumbuka kule nyuma nini Mungu alitenda. Nini alikutendea Mungu nyuma kule. Hata kama usali, kumbuka. Hata kama upo ndani ya kanisa, wewe mtumishi, kumbuka nyuma. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni. Ni kweli tumekosa matumaini. Ni kweli msikilizaji huyu na mtazamaji huyu amekosa matumaini katika maisha yake.
Lakini leo Mungu, tumeamua kuwa na matumaini katika maisha yetu. Ni kweli yapo maumivu ambayo ameyapitia nyuma. Ni kweli mtazamaji huyu, yapo maumivu hata sasa ameshuhudia, amekumbuka, yaweza kuwa machozi yanatoka. Futa machozi hayo. Baada ya hapo, mapenzi yako yatimizwe kwa ajili ya kumwokoa mtoto wako huyu. Okoa uchumi wake. Kwanza okoa roho yake. Baada ya hapo, okoa maisha yake kwa ujumla. Baada ya kuokoa maisha yake kwa ujumla, mpatie matumaini leo. Mpatie lishe ya matumaini katika maisha yake. Hakuna haja ya kuendelea kukata tamaa. Ni kweli anapitia changamoto kadhaa katika maisha yake. Ikiwa alikuwa hajatoa maisha yake kwako, Mungu wa mbinguni kupitia ombi hili kamsaidia atoe maisha yake kwako. Kwa uwezo wa jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amina.